بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kushuhudia ya kwamba yeye ndiye mwenye haki ya kuabudiwa pasina kiumbe yeyote, lakini pia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wetu na ni mjumbe aliyetumwa na Allah kutufikishia mwongozo wa maisha ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaupenda tufuate, na ikawa kwetu ni lazim kufanya hivyo. Leo tumo katika semina ya ngapi kwa bwana? 14 kidogo. Tuseme tuko semina ya kwanza katika baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na bahati njema kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kumaliza au ibada ile ya mwezi wa Ramadhani na mwezi wenyewe, na tukaingia katika msimu wa hija. Kwa muda huu uliobakia kabla ya kuenda katika ibada yetu hiyo tukufu ya hija, basi lenye kupendeza zaidi kuzungumzwa katika ulimwengu wa Waislamu ni ibada hii ya hija, pamoja na kwamba tuna ibada nyingine kadhaa, lakini hivi sasa ni msimu wa hija, na msimu wa hija umeanza baada tu ya kuandama mwezi wa Shawwal, yani baada ya kutua jua la Ramadhani la mwisho na ukaandama mwezi wa Shawwal, basi kuanzia pale tumeingia katika msimu wa hija. Hii ni sawa na kusema tuliposali swala ya Eidul Fitri, basi tulikuwa katika msimu wa hija na sio msimu wa funga tena. Msimu wa funga umemalizika mwezi 30 Ramadhani, pale ndio umemalizika msimu wa funga. Ulipoandama mwezi tu, basi tuko katika msimu wa hija. Waislamu, ibada ya hija ni ibada tukufu, ni ibada kubwa, ni ibada ya ni ibada ambayo tunaweza kusema inachukua msimu au muda mrefu zaidi kuliko hata ibada zote, sababu ukiachia hija, ibada yenye msimu mrefu ni ibada ya funga ambayo inachukua mwezi mmoja, lakini ibada ya hija inachukua takriban miezi miwili karibu na nusu, kama sio mitatu kabisa. Ni siku 70. Anatuambia Sheikh Ali hapa ni siku 70.
Kwa hiyo ni miezi miwili na siku 10. Sasa ni ibada ambayo inahitajia mambo mengi, na leo hii, jana nilikuwa nikisoma hapa jana nilikuwa nikisoma hichi kitabu kidogo tu cha masuala ya hija na umra, na nikalikuta agizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo alikuwa anazungumza na masahaba zake katika hijatul wadaa, ambapo alisisitiza suala la elimu. Alisisitiza suala la elimu na akatilia mkazo, wa hatha lahum ala ta'limiha minhu, na akatilia mkazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ya kuwa akasisitiza elimu, lakini akatilia mkazo juu ya swala la elimu ya hija. Na alipoulizwa kwa nini ya Rasulullah, akasema litaakhudhu manasikakum, ili mchukue hizi ibada zenu za hija. Tunakusudiaje kusema hivyo? Ni kuonyesha kwamba hii ibada ya hija ni ibada ya elimu, si ibada ya kufuata mkumbo, si ibada ya kuiga. Wengi kati ya mahujaji huwa tunaangalia huyu anafanya nini na mimi nifanye. Itakiwavyo kwamba wewe mwenyewe uweze kujitegemea kielimu, kitaaluma, isiwe unamtegemea mtu mwingine. Kwa mfano, kiongozi, yeye akusaidie kwa yale ambayo wewe pengine kwa mara ya mwanzo huyajui, ni ugeni, lakini akisha kukuelekeza kwamba hii ibada hii hapa panafanywa hivi na hivi, basi wewe tayari ujenge kumbukumbu, yani ukumbuke yale ambayo umejifunza katika hizi semina. Hilo la kwanza. Sijamaliza, na ndio mada yangu ya leo hiyo, kuhusiana na elimu. Lakini hii elimu katika Uislamu, ambapo si wengi wenye kufahamu umuhimu wa elimu, lakini kama tunakumbuka vyema tukio lililomtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile Jabal Hira, alipokwenda akakabidhiwa utume, dhamana ya utume, jukumu la utume, basi hakuambiwa anta Muhammadu Rasulullah, hakuambiwa hivyo. Hayo kaja kuambiwa mwisho, lakini la mwanzo alichohimizwa ni iqra, soma. Iqra, soma. Akahimizwa mara 3 na akafanyika yaliyofanyika. Alikaa bwana Jibril alayhi salam, kila pale aliposema wama ana biqari, mimi sijui kusoma, nisome nini? Sikijui. Haikumtetea, ila alikabwa machungu ambayo ni makubwa mno. Sijui kama aliyapata machungu mengine zaidi ya hayo, ila labda ni machungu ya mauti.
kuonyesha umuhimu wa elimu, na akasomeshwa aya 5 akasomeshwa aya 5 ambazo ni maarufu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq mpaka aya 5. Kwa hiyo hii elimu si kitu ambacho ni cha kukichukulia juu juu katika Uislamu. Yaani Uislamu unathamini elimu kuliko kitu chochote, na ndio maana hata Mtume hakukabidhiwa alipoambiwa ya Muhammad anta rasulullah na Jibril, ila kwanza alisomeshwa hizi aya 5. Sasa maana yake ni nini? Maana yake Uislamu ni elimu. Uislamu ni elimu. Haitakiwi ufanye ibada yoyote haitakiwi uishi popote utakapoishi, katika mazingira yote utakayoishi, iwe huna elimu. Manake tusiye tukafikiria kwamba elimu inahitajika katika swala, katika hija, katika funga, katika zaka, katika mengineyo, si humo tu. Hizo ni ibada za kiroho ambazo zinahitajia elimu, kama ambavyo unavyohitajia wewe mwenyewe binafsi elimu katika nyanja zako zote za maisha. Popote ulipo ujue kwamba wewe uongozwe na elimu, na ndiyo maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kila kitu mpaka ile namna ya kuchutama tunapokwenda haja zetu chooni. Halikuachwa hilo labda likaonekana labda hili dogo, la, kila kitu elimu. Elimu hapa zaidi hapa inayokubalika, tunayokusudia ni elimu yote, kwa sababu chanzo cha elimu ni Allah mwenyewe. Allah ndiye aliyeleta elimu. Hakuna aliyeteremsha utambuzi wowote isipokuwa ni Allah. Hizi fani nyingine za saikolojia, sijui fizikia, kemia, jiografia, hizi zote ni sehemu ya elimu ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamriwa asome, na ndio maana ndani ya Qur'an unakuta elimu yote unaipata katika Qur'an, hakuna sehemu nyingine. Elimu yote ikiwa ya pilot wa mwanzo ni nani? Ni Nabiullah Suleiman. Ikiwa wewe ni captain mambo ya baharini, baharia wa mwanzo ni nani? Na ni Nabii Nuh. Ikiwa wewe ni mkulima wa mwanzo ni nani? Ni Nabii Adam alayhi salam. Ikiwa wewe ni mfanya biashara ni bora ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sehemu zote zimetawaliwa na elimu. Hili tunakumbushana kwa sababu tusije tukaona kwamba pengine ambao watu washakuwa na umri hivi tena wao hivi sasa si wakati wa kusoma. Wewe umemaliza PhD, wewe uwe profesa, wewe uwe filosofa, basi bado unatakiwa uendelee kusoma, kwa sababu hakuna ambaye amefikia mwisho juu kabisa ya elimu. Hakuna. Kama ingelikuwa hivyo basi ilikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa elimu kwa elimu ndivyo hata wewe na mimi tutakavyoweza kuishi vizuri ndani ya familia zetu. Mke akaishi vizuri na mumewe kwa sababu ya elimu. Mume akaishi vizuri na mke na watoto wake kwa sababu ya elimu. Elimu
ndiyo inayotufunza namna maisha bora ya familia ndani ya nyumba zetu, sio akili zetu, sio uzoefu wetu, ni elimu. Hata ukimsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha yake ya nyumbani ni elimu tosha. Kwa hiyo elimu ndio inayotupa namna au inayotujulisha namna ya kuishi na wazazi wetu, wajibu wetu wa kuwafanyia wema, iwe wamekwisha tangulia mbele ya haki au iwe wako katika dunia bado. Wanawake ambao hawajachanja wanakuwa waende wakachanja. Kwa hiyo bila ya elimu hutoweza kujua namna gani na kuishi na mzazi wako, hutoweza kuishi. Lakini si hilo tu, yaani kwa ufupi ni katika nyanja zote za maisha, nyanja zote za maisha. Juzi niliona klipu moja ya kusikitisha sana, na bwana mmoja hivi, tena mtu mzima mwenye kuingia 65 mpaka 70. Huyu bwana ni Muislamu, lakini anasema tena anamchallenge yule mwandishi wa habari, anambia hivi, wewe kwa akili yako hasa kweli inakupelekea kuamini kwamba uko mbinguni kuna pepo na moto? Ni Muislamu huyo, ana challenge na anasema yeye haamini kwamba kuna pepo na moto huko mbinguni. Mungu anamkubali, anasema yeye ni Muislamu, lakini haamini pepo na moto. Sasa utamwamini vipi Mwenyezi Mungu usiamini pepo na moto, ikiwa moto na pepo umeviona ni vitu vikubwa ambavyo vitamshinda Mungu? Ina maana huyo Mungu humwamini, humjui. Tatizo ni nini? Ni tatizo la elimu. Hakuwa na elimu ya maarifatillah, yani kumjua yule Mola wake, kujua ukubwa wa Mola wake, nguvu za Mola wake, ambacho ni kitu kikubwa sana. Kumjua Allah jamani, maarifatillah ni elimu number 1. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Maka hawakufaradhishiwa kuswali labda mpaka katika mwaka wa 12 wa Uislamu. Miaka yote hii iliyopita ilikuwa yani maisha ya Mtume pale Maka na masahaba ilikuwa ni anawajenga tauhid, anawajenga maarifa ya kumjua Mola wao, kuwa na hofu na Mola wao. Sasa hayo huwezi kuyajua kwa kuyasikia tu, ila ni lazima elimu, ni kusoma. Kwa hiyo tunahimizana hichi kitu, kusoma ni kitu cha msingi, ni kitu cha mwanzo ambacho ndicho kitakacho kupa mwelekeo wa utekelezaji wa dini yako na kitakachokupa wewe zile nguvu za kuimarisha imani yako. Imani inaweza ikatetereshwa mara moja bila elimu, bila elimu. Tusije tukafikiria kusema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah imetosha. Kutamka ndio umeitamka, lakini unaijua maana yake, unaijua nguvu ya shahada? Huyo uliyemshuhudia unamjua? Kama unamjua uliyemshuhudia, basi kwanza huwezi kumshirikisha, huwezi kumtia kasoro. Kama huyo anaosema eti uko mbinguni hakuna pepo wala moto, akaulizwa wewe ushawahi kwenda ukaa ukuvikuta hivyo vitu? Sasa ni nini? Ni lahwa za kidunia tu. Sasa tusomeni
maisha yetu yote ni elimu. Hichi ni kitu asasi cha msingi kabisa, tusije tukakiona ni kitu chepesi. Na kuna jambo kama hivyo tulivyosema, katika mambo misingi, miongoni mwa misingi ya Uislamu ni hiyo elimu na nini na ibada, kwa sababu katika Uislamu mtu hawezi kuishi bila ya kuabudu. Wewe popote ulipo ujue uko kwenye ibada, popote ulipo. Hapa ndo tuseme tuko msikitini, tuko ndani ya msikiti, lakini tumo katika ibada. Ibada gani? Hapa tunatafuta elimu ya hija, lile la mwanzo tulilolizungumza, tunatafuta elimu ya hija. Kwa hivyo tunachukua mafunzo. Nimeona hapa Amiri Ali kaongoza mpaka yale mafunzo namna ya katika nini tawafu na kwingineko, sijui na wapi kule Jamarat na Jamarat yale ni mafunzo ambayo ni sehemu ya elimu. Sasa itafute sehemu ambayo wewe utakuwa nje ya ibada. Kwa sababu nini ibada katika Uislamu? Ibada katika Uislamu ni lile lolote ambalo ni jambo lolote, kauli yoyote, kitendo chochote ambacho anakiridhia Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo ibada. Kwa hiyo kwa mfano hapa tuko kwenye ibada kwa sababu hapa Mwenyezi Mungu anaparidhia, sio kwa sababu tuko msikitini tu, lakini hili kilichotukusanyisha hapa Mwenyezi Mungu anakiridhia, na Mwenyezi Mungu anawateremsha malaika hapa, wanafunua mbawa zao. Sote hapa tumefunikwa na mbawa hivi sasa. Kwa hiyo tuko katika ibada na tunajikusanyia mathawabu ambayo hatuyajui kiwango chake, kwa sababu tuko kwa ajili ya Allah, tuko kwa ajili ya kujifunza ibada ya Allah. Sasa hichi kitu ibada ambalo ndio lengo letu la kuumbwa, tumeumbwa ili tumwabudu Mola wetu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hatukumuumba mwanadamu kwa kuja kufanya anayoyataka yeye tu, tumemuumba mwanadamu kwa ajili ya kumwabudu Allah. Kwa hiyo tujue tuna mambo haya mawili ambayo yanaenda sambamba katika maisha yetu. La kwanza elimu ndio number 1. La pili ibada. Utakapofahamu maana ibada, ndiyo itakapokuzuia wewe kusema lile ambalo Mwenyezi Mungu haliridhii. Kwa mfano kusema uongo, kwa mfano kumsengenya mtu, kwa mfano kumzulia mtu, hutoweza kufanya wala kutamka maneno hayo, kwa sababu unajua nitakapotamka ina maana hili litanipatisha dhambi, itakuwa nimetoka nje ya ibada anayoiridhia Allah, kwa sababu ibada ni matendo na kauli. Sasa aidha itakuwa unaenda sambamba ambapo ule mtume alipokuongoza, au unaenda kinyume na mtume, yani unayafanya yale ambayo mtume kakataza. Kwa hiyo tuwe katika maisha yetu tujue tuna mambo haya mawili, kila mmoja aangalie kwa nafsi yake anashiriki vipi katika utafutaji wa elimu, na ni fani gani ambayo haijui. Anapotaka kuwalea watoto wake awalee katika misingi gani, apitie utaratibu gani, kanahitajia elimu. Lakini na je, ni yafanyayo yote ndiyo ambayo yananifikisha kule katika lengo la kuumbwa kwangu, yani la kumwabudu Mwenyezi Mungu?
kila wakati. Yani hicho ni kitu ambacho anacho mtu mwenyewe shingoni, hicho ni mtu awe nacho shingoni, iwe pana watu wengi, iwe yuko peke yake. Sababu akiwa na watu wengi pale pana ushabiki, yawezekana ule ushabiki ukamshawishi mpaka akakiuka mipaka ya Allah. Kwa mfano kwamba amekamatwa mwizi. Mwizi Kiislamu kuna taratibu zake. Katika Uislamu hakuna utaratibu kwamba mwizi apigwe au auliwe, hamna. Sasa kwa ule ushabiki ule uko pale, huyu anaanza kurembea jiwe na wewe ukachukua ukamrembea jiwe, na mwingine akampiga gongo mpaka akafika kupoteza maisha yake. Elewa wewe uliochukua hii changarawe tu ukampiga nayo ndogo tu, basi umo katika wauaji wa mtu yule, waliomuua na wewe umo pale. Kilichokushawishi na kukuvuta ni ile shangwe, pengine ukasahau ule ukubwa, utukufu wa roho ya yule kiumbe. Maisha yule binadamu umeyasahau, hai wake, kwamba yule ni kiumbe bora. Kukosea kakosea, sawa, na inawezekana kakosea au anatuhumiwa, iwe kakosea kweli, kaiba. Lakini je, jamani, TV ya shilingi 60,000 ya mitumba ya 200,000 ya 300,000 ya 500,000 ya 500,000 ni sawa sawa na roho ya mtu? Tuone hapo tu kwamba ni bora uitoe roho ya mtu kwa sababu ya nini? Ya TV ya shilingi 200,000, au pengine raba zile ulizovaa, viatu vya raba ulivyovaa. Ile yote ni sababu gani? Taaluma, elimu imekosekana. Ukiwa na elimu, wewe ndio utakuwa utamhami, utamkinga. Jamani, huyu hatujui kama mwizi au si mwizi, kwa hiyo tumpeleke katika sehemu inayohusika. Unaweza ukadai manake hata tukumpeleka huko kesho atakuwa anadunda huko. Wewe ushaokoka, si kazi yako wewe, ile si jukumu lako. Wewe umemnusuru roho yake na umeinusuru dini yako. Sasa hayo yote yanataka nini? Yanataka elimu. Kwa hivyo kwa elimu ndiyo nusra ya dini yetu, ndiyo nusra ya maisha yetu, ndiyo nusra ya jamii yetu. Kwa elimu. Ikikosekana elimu, basi sio tunaishi kama hivi tunavyoishi. Si kwamba elimu haipo, hao wenye elimu hawana thamani mbele ya jamii. Asimame shekhe pale autoe mwongozo kuhusu jambo fulani ambalo linaendana kinyume na mawazo ya wale wanajamii, yeye pengine hata siacha kurembewa mawe yeye. Kwa hiyo wapo wenye elimu mashaallah, lakini wasiokuwa na elimu, wasiozama katika elimu ndio wengi na ndio wenye nguvu, pengine nguvu zile za wingi. Kwa hiyo inapelekea hao wenye taaluma hata umo msikitini ikosewe ibada, iwe pengine imeswaliwa rakaa 3 badala ya 4. Sasa imamu kaja kutanaba pengine baada ya swala, baada ya kutoa salamu, yeye anaona kaswali rakaa 4, lakini maamuma anamwambia umeswali rakaa 3. Sasa imamu atakaposema tumalize rakaa yetu moja, si wote watakao kubali. Wengine watasema bwana, sala bwana ni takbiratul ihram na kutoa salamu, na sisi tushafanya vyote. Wanatoka, hafati tena imamu pale. Kwa hiyo
tuone kwamba pana ulazima na umuhimu wa kusoma, tutafute elimu kwa njia zote, tusije yani iwe tuko hapa au tuko popote. Ajue kila mmoja ajiulize, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu alokuwa hana shekhe wake anakuwa nani? Shetani. Usilione neno dogo hilo. Sasa huyu shetani yeye ndo atakuongoza katika mambo yote, kwa mambo yote atakwenda kishetani. Kwa hiyo hivi sasa kila mmoja ajitafakari, je, mimi ninasoma wapi? Shekhe wangu ni nani? Mwalimu wangu ni nani? Ustadhi wangu ni nani? Kila mmoja. Na ikiwa bado mtu hana mwalimu, hana shekhe, hana ustadhi, basi aweke malengo kwamba kuanzia leo, kuanzia kesho, mimi ninashiriki kusoma, nitakwenda katika darsa fulani au fulani. Ukiachia mbali elimu nyingine, si kwamba ujue elimu ya kuswali tu. Elimu zote ni zako hizi, ujue mpaka elimu ya kutengeza mafeni pia yako hiyo, kwa sababu si tunahitajia. Uislamu haukubagua, na ndio maana wapo wanaosema kwamba kuna elimu ya dini na elimu ya akhera, kuna elimu ya dunia na elimu ya akhera. Katika Uislamu hakuna elimu ya dunia na elimu ya akhera. Elimu yote ni moja, chanzo chake chote kinatoka kumoja. Huyo anayesoma chemistry ana umuhimu wake huyu, ana umuhimu wake. Usije ukaona kwa kuwa hakushika juzuu au msaafu katika kusoma akaujua tafsiri yake kila aya, ukasema huyu ndio elimu zenyewe hizo. La, ina umuhimu tena sana. Elimu zote ni muhimu, lakini elimu ya mwanzo number 1 ni elimu ya dini, ni elimu ya maarifatillah, ya kumjua Allah na kujua ibada, yale wajibu wako katika kumwabudu Mola wako. Kwa hiyo tuache ile kufuata mkumbo, tuache kuiga, au anafanya na mimi nifanye. La, wewe unafikiri anafanya sahihi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man amila amalan laysa fi amrina hadha fahuwa radun, yeyote afanyaye amal, ibada yoyote, jambo lolote, ambapo kufanya kwake kule hakuko kwenye muongozo wetu, yani muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ibada ile Allah haikubali. Fahuwa radun, anasema Mtume, anarejeshwa nayo, anapigwa nayo ibada hii. Ikiwa ibada kwa mfano swala, ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu moja kwa moja, au ikiwa ibada yoyote, ikiwa ibada mtu anaweza akawa anafagia nje ya nyumba yake, ikawa badala ya kupata thawabu apata dhambi, kumbe ile kufagia ni katika sehemu ya ibada. Si Mtume katuambia alislamu nadhif fatanadhafu, Uislamu ni usafi, basi safisheni katika kila hatua, katika kila jambo. Kwa hiyo ile kufagia kwako yawezekana ukapata thawabu au ukapata dhambi, kwamba umepata thawabu kwa sababu ya kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuweka usafi. Na Uislamu unapenda usafi, unapenda Uislamu usafi mpaka wa meno. Hakuna sehemu ambayo Uislamu hauhitaji usafi, mpaka katika vyumba vyetu kunahitajika usafi. Hakuna mahala ambapo usafi hauhitajiki. Sasa huyo mwenye kufagia nje ya nyumba atapata thawabu endapo yeye anasafisha
kwa ajili ya kufuata mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba akatuagiza tufagie. Halafu hapo tizama, basi ukiwa na elimu sasa utopata thawabu hizo tu. Ikiwa una elimu kwamba nafagia pia kwa kuwaondoshea adha watu hapa njiani, ushafanya ibada moja kwa nia ngapi? 2, lakini unaweza zaidi ukawa na nia zaidi ya hizo 2 kwa ile kufagia tu kwa ile kufagia. Sasa utaona humo mote mnahitajia nini? Mnahitajia elimu. Na yule ambaye atafagia hakufuata ule utaratibu wa Mtume, yani maagizo ya Mtume, yeye atakuwa anafagia kwa sababu anang'arisha nyumba yake. Basi wewe utakuwa unang'arisha nyumba tu, una chako, ukufanya kwa ajili ya ibada, na kumbe kufagia ni ibada. Kufagia ni ibada. Kwa hiyo kama ni ibada, inahitajika mwongozo wa kisharia, mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa utafagia kwa ajili ya kung'arisha njia yako, nyumba yako, mimi nafagia ili hapa watu wapite kwa urahisi, pengine wanisifu, itakuwa huku ambapo lile tumelitaja la mwanzo, inaweza unawasafishia watu njia, ikawa umepata thawabu. Kwa sababu ya nini? Nia yako umefanya kwamba hili ni agizo la Mtume, kwa umeliingiza katika ibada na utalipwa thawabu tena nyingi. Na pale huku wapalilia au kuondoshia shida binadamu tu, umewaondoshia shida wengi, viumbe wengi wanapita pale. Kwa hiyo elimu jamani, hala tusifanye jambo lolote bila elimu, tusome. Na ikiwa hatujafika ngazi ya lile jambo, elimu yake hatujafikia ngazi, basi tuulize, lakini tusikubali kufanya jambo bila ya elimu, kwa sababu Uislamu ni elimu. Bila elimu huna Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimekumbuka Allah akanikumbusha, anasema aljahilu adu Allah walau kana abid, mjinga ni adui wa Mwenyezi Mungu hata kama anaabudu. Mjinga yani mtu anayefanya jambo kwa kuiga tu, kwa kukurupuka tu, hana elimu nalo, basi anasema Mtume, huyo ni adui wa Mwenyezi Mungu hata kama anaabudu. Ni jambo zito kusoma, na katika jamii yetu ni jambo ambalo umuhimu wake ni mdogo au umeelekezwa upande mmoja. Walikuwa hawajapinga waende wanawake kupima nini? Haya, kwa hiyo maana yake ni kwamba jambo lolote kama huna elimu nalo, wewe unakuwa ni adui wa Mungu. Jambo lolote. Nimalizie kuhusiana na elimu kwa hii ibada ambayo inshallah sote tuna nia hapa ya kwenda kuitekeleza. Ibada ya hija ni kama zilivyo ibada nyingine, zinahitajia elimu, tena elimu ya kweli kweli, kama vile nilivyosema kwamba mtu anatakiwa ajitegemee katika matendo yote kule Maka, asitegemee kuiga kama, kwa sababu kuna wakati hata mazingira ya kuiga utoyapata. Kuna wakati wewe utapoteana na watu wako wote unaowajua pale, si viongozi wala si wale mahujaji wengine, uko peke yako. Lakini sasa ikiwa umeelimika vyema, basi hutopata tabu.
hutofeli katika ile ibada. Kama kupotea, hilo ni jambo la baadaye, lakini ile ibada ambayo inahitajika wakati ule, pengine hakuna wakati mwingine wa kuja kuifanya, wewe utaweza kuifanya ukamilifu, alafu tena utakuja kutatua yale matatizo ya kupotea kwako. Kwa hiyo tunasisitiza, tumepewa vitabu tusome vya hija. Isiwe vitabu hivi tunavisoma siku ya semina kwa kuja navyo hapa tu, na hapa tunakisoma pale mtu wa mada anapotoa na sisi tunasoma basi. Unapotaka kwenda kupasisha chombo chako unakifanyia maandalizi. Huwezi kuipeleka gari kupasishwa ikiwa hukuifanyia service zinazohitajika. Ni mpaka ufikie ile level kwamba sasa hapa sina wasiwasi, utaipeleka kwa silver. Sasa na ibada hii ya hija tunatakiwa tujiandae, tuisome, na kwa bahati mbaya basi muda umeshafika. Ule tuliokuwa tukifanya huko nyuma, tunaringa, tuna miezi 4 miezi 5, sasa hauko tena, tuna takriban ni mwezi mmoja tu Sasa tutaendaje kuifanya ibada ambapo mtu hapitii? Kwa hiyo tupitie, tuisome. Usije ukafikiria unasoma peke yako. Sisi hapa si unatuona tunaongoza, basi wallahi hatuji bila kusoma, mpaka tusome ndio tuje hapa. Tena si kusoma kitabu kimoja au viwili, pengine unavikusanya vitabu 3 4 pamoja na experience yako kwamba ushakwenda hija unaijua. Kwa sababu elimu bwana, elimu sio mchezo, wala huwezi kuimaliza. Kwa hiyo ibada ya hija kila siku utaiona mpya, kila siku utaiona mpya endapo utasoma. Usiposoma itakuwa ndo vile vile unachukulia, mimi nimefanya mwaka 2000 ile nimekwenda hija, kwa hiyo ukaringia na taaluma yako ile ya 2000, ukenda mwaka huu kila kitu kimebadilika. Kwa hiyo tupitie sana vitabu hivi vya hija, na ambapo pana semina ya hija, kama kwa mfano sisi siku yetu Jumapili, lakini Jumamosi jirani yako iko taasisi ya hija wanafanya semina, basi nenda, kwa sababu sote tunaenda kufanya ibada moja, wala hakuna uadui kwamba labda mie niko tahfidhi kwa hivyo siwezi kwenda kwenye grupu nyingine. Sie sote wamoja, sote bwana, sote wamoja. Na katika sheria, katika taratibu zetu, hujaji yoyote wa Tanzania basi sie tunawajibika naye. Hujaji yoyote wa Tanzania hiyo tukija kinini ile kisisi, lakini hujaji yoyote atakayekuweko Maka katika ibada basi tunalazimika kumuongoza inapohitajika, bila ya kuchagua kwamba huyu anatoka Kamerun, huyu anatoka Indonesia. Hapana. Kwa hivyo sisi sote ni wamoja. Kwa kama kuna taasisi inafanya semina zake siku ya Jumatatu, wewe nenda shiriki na utafaidika. Utayakuta mapya pengine hujasikia. Panapoonyeshwa kwa mfano nini hizi za hija, tuseme klipu na nini sijui, iangalie, fanya nyumbani mazoezi, jaribu kujitegemea, ili ukenda kule tena isiwe wewe kila kitu mgeni.
Yale atakayokushinda tena utahitajia msaada. Yapo mengi, lakini na wewe angalau 75% na wewe unayaweza. Sio wewe 10% basi unakupanda ndege na kushuka basi. Ujue hatua ipi na ipi na ipi na ipi. Kwa hiyo tunahimizana kuisoma elimu ya hija, ikiwa kwa kupitia vitabu hivi vya taasisi au vitabu vingine vyovyote. Hatuna uadui sisi, tuko kwa ajili ya Allah, tunafanya kwa ajili ya Allah. Alafu unamalizia ni kwamba alizungumza hapa Miriani, namsikia huko nje, kwamba tuombe sana dua tukiwa kule. Nafikiri alikuwa anagusia Arafa. Sasa Arafa kaitaja, au kama kaitaja sehemu nyingine, ninachokusudia kukumbusha kwamba vituo vyetu vyote vya ibada basi ni sehemu ambazo ya kuomba dua na dua yako hairudi. Ikiwa katika tawafu, ikawa sehemu ya sa'i, kwenda manna, kwenda nini Safa wal Marwa, ikiwa Mina, ikiwa Arafa, ikiwa Muzdalifa, ikiwa Jamarat, yani sehemu zote za ibada ni sehemu za kuomba dua. Kwa hiyo tuombe sana dua sana kabisa kabisa, na tukwepe kuja kuifanya ibada ya hija ni ibada ya mazoea. Ibada ya mazoea namna gani? Unajua binadamu akienda mahala mwanzo anakuwa mgeni, ataangalia huku, afanye hivi, atafute mazingira pale, atafute hata usalama wake, kama nitafukuzwa hapa nipitie wapi? Sasa na kule Maka hivyo hivyo, ukifika utakuwa una utiifu wa kweli. Ukiambiwa ile Alkaaba, Allahu Akbar, utaruka. Lakini ikifika siku 2-3, unaona watu ndo wale wale, sehemu ndo ile ile, unaanza kuingia katika mazoea, unaanza kuondosha ile seriousness yako uliokuwa nayo, uliotoka nayo huku kwa hima. Umewaaga watu, unalia kwamba unaenda huku, unarejea kwa Mola wako, unaenda kutekeleza amri ya Mola wako, lakini baada ya kufika kule yote yanatoweka. Inakuwa ni wakati wa kuangalia vita vya Israeli na Marekani dhidi ya Iran. Inakuwa ni wakati wa kusikiliza umbea wa nyumbani. Kuna habari gani? Kama siku hizi ndo kabisa kumeharibika. Yaani mtu kila siku anapiga simu kwa kuhitajia nini? Wewe umeenda kufanya nini kule? Sasa yale mazoea, ule ndio mazoea yasije yakatutawala sisi. Kila wakati tukumbuke na tukumbushane, bwana we uko wapi? Hapa umekuja kwa ajili ya ibada. Hata ukiwa ndani ya chumba chako mle Maka au Madina, unatakiwa uabudu kiasi cha kuabudu. Sio tena wewe una akili iwe kutu. Ina maana hiyo kwamba usizungumze na watu, usibadilishane mawazo, usipumzishe akili yako. Haina maana hiyo. Lakini kila unapopata fursa, basi ifanyie kazi kadri ya uwezo wako wote, ukimtumainia Mwenyezi Mungu, ukitaraji kusamehewa. Tumeambiwa tulete istighfari nyingi. Sasa istighfari katika vituo vyote hivi sisi vitano, basi tulete sana istighfar mpaka kwenye majumba yetu, mpaka tunapotembea. Kwa hiyo elimu, nilichosisitiza ni elimu. Elimu
elimu kama ni msingi wa maisha yetu yote, lakini na elimu kuhusiana na ibada zetu na elimu ya hija. Tuisome sana, tuipractice na tumuombe sana Allah atupe ufahamu na atupe kumbukumbu, ili kila tunapotaka kutumia yale maarifa, basi Mwenyezi Mungu aturejeshe ule uelewa wa ile ibada pale husika, tuweze kuifanya kwa ufanisi na yeye aikubali, na tusame Mwenyezi Mungu kwa pale tulipokosea. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullah.